Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, karibu katika channel hii ya Nurdin Media. Leo nitakuonyesha jinsi ya kubadilisha mwandiko kwenye simu yako ili ufurahie muonekano mpya kabisa. Kama unapenda mambo ya teknolojia na mitindo ya simu, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Kuna njia mbili kuu za kubadilisha fonti kwenye simu yako. Njia ya kwanza ni njia ya kutumia mipangilio, yani setting ya simu yako, na njia nyingine ya pili ni njia ya kutumia application maalum ambazo zinapatikana Play Store. So katika video hii nitakuonyesha njia moja tu ya kutumia setting. Ni njia rahisi sana. Cha msingi, tazama video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze na wewe kufahamu jinsi gani ambavyo utaweza kubadilisha fonti katika simu yako. Pamoja sasa utakwenda kutafuta application yako ya simu ambayo ni setting. Tunakwenda kusearch application mbili ambazo zenyewe zimo kwenye simu yako. Yaani hizi ni uhakika kuwa zimo. Sawa? Neno la kwanza ambalo tutatafuta ni setting. Kama mnavyoona hii hapa ni ya kwanza. Sawa? Na neno lingine utatafuta XVM. Neno hilo hapo. Sawa? Kila simu ina application hii hapa. Sawa? Ambayo itakuwezesha wewe kubadilisha mwandiko wa simu yako. Sasa sisi tutaanza na setting. Tutagusa setting, then tutakuja kutafuta neno lililoandikwa them lock screen. Utagusa neno hilo hapo. Baada ya kuwa umegusa neno hilo, utaletewa sehemu hii hapa. Sawa? Utachagua neno lililoandikwa my fonts. Utaligusa. Then baada ya kumegusa utaletewa maandishi kama haya ambayo yamekaa kwa aina tofauti tofauti. Haya maandishi unayoyaona hapa mimi tayari nimesha ya download. Ndio maana naambiwa apply. Ila kwa wewe ambaye bado huja download kwenye hii setting utaambiwa download. Mimi naambiwa apply kwa sababu tayari nimesha download. Sasa ili uweze kudownload na kupata aina tofauti tofauti, basi itakulazimu urudi nyuma ukatafute neno lile la mwanzo ambalo tuliandika XVM. Utaligusa. Baada ya kuwa umeshaligusa sasa, utaletewa sehemu kama hii hapa unayoiona. Then utawasha data. Sawa? Baada ya umewasha data, basi utakuja kutafuta neno lililoandikwa discover. Hii hapa chini hapa discover. Utagusa hapo. Baada ya umegusa discover, utagusa neno ambalo limeandikwa font. Utaligusa. Unaona? Baada ya kuwa sasa umeshaligusa, utaletewa ukurasa huu hapa ambao wewe utakwenda kuchagua aina ya mwandiko ambao unautaka. Baada ya hapo utagusa neno. Baada ya kugusa neno utakuja sehemu iliyoandikwa download. Baada ya kugusa utakubali hapa okay. Sawa? Baada ya hapo utasubiri download. Kama unavyoona hapa tayari download. Then imetuambia tu apply, manake tukubali sasa kubadilisha aina ya mwandiko. Utagusa hapo. Then tutarudi huku nyuma kama unavyoona. Tukirudi huku setting huku, unaona tayari mwandiko tumekwenda kubadilisha. Kwa hiyo tutarudi tena. Tutarudi hapa kwenye fonti. Tutakuja kutafuta neno lingine labda ambalo linaweza kuwa ni zuri. So tuchague mwandiko hapa. Tutachagua, then tutagusa download. Download hapo, then tutakubali okay. Sawa? Then baada hapo ita download hapa kama unavyoona, then uta apply. Baada ya apply utakubali okay. Umeona? Baada hapo tayari tutakuwa tena tumebadilisha
aina yani style ya fonti ambazo wewe umezitaka. Then utarudi tena huku kwenye setting, utaangalia maandishi, unaona maandishi hapa yamebadilika. Then utarudi tena fonti, yani ni wewe sasa utake kwamba unataka mwandiko gani. Labda mimi nichukue mwandiko kama huu hapa. Mwandiko kama huu hapa, then nita download, then nitakubali okay. Unaona kama unavyoona hapa apply, nita apply tena. Unaona nitakubali hapo, then nitarudi ku setting kuangalia kama maandishi yamebadilika. Imebadilika. Andika kwenye simu yako x them, utaletewa neno kama hili hapa. Hili neno lipo kwenye simu. Hili neno lipo kwenye simu yoyote ile, lipo. Kwa wewe tafuta, sawa? Tafuta utaletewa. Tafuta utaletewa. Basi nikushukuru kwa wewe ambaye umetazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Asante kwa kutazama, na pia usisite kuuliza swali. Uliza swali kama utakuwa hujaelewa, na pia usisahau kusubscribe channel hii ili uendelee kupata mambo mbalimbali ya teknolojia na mafunzo ya mbalimbali ya kidini ambayo hapa tunatoa, kama kujifunza Qur'ani, kujifunza dua na mambo mbalimbali. Asante sana kwa wewe uliyeshirikiana nami mwanzo mpaka mwisho.